Ni safari kuelekea nyumbani kwa mzee Jacob Chigabilo, mkazi wa mtaa wa Nyamakale, Mkolani moja, kata ya Nyankumbu, mkoani Geita. Na baada ya safari ndefu na hatimaye inaifikia familia yake, na ingali imekusanyika baada ya kumzika mzee Chigabilo aliyefariki dunia akiwa na umri wa miaka 115. Chazi Chigabilo ni mtoto wa 9 kati ya watoto 17 wa mama wa mwisho kati ya watatu aliowahi kuwa nao mzee Chigabilo. Anatoa taarifa ya maisha ya mzee Chigabilo na historia fupi ya mzee wetu. Mzee Jacob Chigabilo alizaliwa tarehe 1 ya mwezi wa kwanza mwaka 1911 katika kijiji cha Pusanda ndani ya mkoa wa Mwanza wakati ule, na leo ikiwa ni mkoa wa Geita. Tukija kwenye idadi kabisa watoto ambao baba yetu aliwazaa ni watoto 46, ila ambao tupo leo ambao tumemzika baba yetu ni watoto 34, na hao sasa tumebahatika kupata uzao hao 34 ambao sasa wametengeneza wajukuu wa baba yetu. Ikaleta hesabu kwa siku ile ya awali kabla ya kukaa kikao cha mwisho tulikuwa 206, lakini hii juzi baada ya kuja kuhesabiana sasa vizuri, kila mmoja anataja watoto aliowazaa, na tumekuja kupata karibu idadi ya watoto wajukuu 241 na vitukuu 614. Kwa hiyo tukabahatika hivyo amepata vitukuu ni 1009. Idadi ile imebaki pale baada ya kuwa tunahesabu kila mmoja wale watoto wetu ambao sisi sasa ni kama wajukuu wetu, lakini pia kuna wale vilembokeze ni 116. Kwa mujibu wa taarifa ya familia ya mzee Chigabilo, mzee huyu alipenda sana kula vyakula vya asili na alikuwa hapendi ugomvi na familia yake, kama anavyoeleza mke wake wa tatu ambaye alikuwa anaishi naye mzee Chigabilo mpaka wakati alipokutwa na umauti. Ingawa anasema siku moja aliwahi kukwazana na mume wake, lakini baadaye wakayamaliza. Au nienda kutembea au nikachelewa nikamkwaza mwenzangu, kaja sasa akaanza kukoka nana, sasa tukasema na hiyo nilitamani nende nyumbani. Sasa nikakumbuka wanangu siwezi nikawaacha, tukarudi tukakaa pamoja. Tulole Lusesemia kwa sasa naye umri umekwenda, lakini ni mjukuu wa pili wa mzee Chigabilo ambaye alizaliwa na mtoto wa 10 kati ya watoto 11 wa mke wake wa kwanza wa mzee Chigabilo. Ya jinsi tulivyokuwa natusimulia babu, kuishi vizuri tu na mke na watoto, siwe na tabia mbaya. Mpaka sasa watoto walio nao vizuri tu na wao, ngao wengine wao walikuwa na miji zao, walio nao walio watatu. Michael Francis Bundala, Sky TV.